Kwa majina naitwa Vinod Valence, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi. Nimeambatana na mwenzangu kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi katika idara ya uhandisi na mazingira. Mbele yenu tumekuja na product ambazo tumezitengeneza kutokana na uchafu mbalimbali, ambapo tumetumia magamba ya samaki kutengeneza mifuko hii ambayo inaenda kuwa mbadala wa mifuko ya plastiki, ambayo mifuko hii inaenda kuwa mbadala wa plastiki kuweza kuhamasisha katika utunzaji wa mazingira katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia mifuko hii ya plastiki inadumu katika mazingira ndani ya siku 14 mpaka siku 30, ambacho ni kitu ni manufaa ya kuweza replace mifuko ya plastiki inayochukua takriban miaka 400 mpaka 500 kuoza katika mazingira. Kwa hiyo mbele yenu tumekuja na tafiti hii ya kuweza kutengeneza mifuko hii ambao tunatarajia hapo mbeleni kuweza kuwa na replacement ya mifuko ya plastiki ambayo ni hatarishi katika mazingira. Tunawakaribisha sana katika maadhimisho ya Sabasaba, lakini pia tunawakaribisha pia katika kijiji chetu cha Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, lakini pia tunawashukuru NEMC kwa kuweza kutuwezesha tumeweza kushow hapo product zetu tulizokuja nazo leo katika maadhimisho ya Sabasaba. Tumechukua muda wa takriban mwezi mmoja kuweza kukamilisha product kama hizi, lakini pia tupo katika maboresho zaidi ya kuweza kutengeneza mfuko ambao utakuja kutumika katika mazingira yetu na katika maisha yetu ya kila siku. Ninachowashauri vijana wenzangu, tuna kauli mbiu inayosema taka ni fursa. Taka yoyote ambayo tunaiona katika mazingira ni fursa kwetu sisi, tunaweza kujipatia kipato chetu kuongezeka, lakini pia katika kuongeza kipato cha nchi. Naitwa Jacqueline Labani Wikechi, afisa mazingira NEMC. Nipo na mwenzangu anaitwa Lucia Kamafa. Tangu tulipoanza maadhimisho ya Sabasaba tulianza tarehe 28 mwezi wa 6 na leo ni tarehe 7. Kama Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, tumeendelea kutoa elimu mahali hapa. Tunatoa elimu ya fursa ambazo zinatokana na taka, ambapo tunaamini kwamba taka ni fursa kwa wananchi. Wafike mahali hapa waweze kuona fursa ambazo zinapatikana kwa kupitia taka. Lakini pia kama baraza tunatoa vibali vya taka hatarishi, namna ya kuweza kukusanya na kuzisafirisha, wafike hapa waweze kuona. Lakini pia tunatoa elimu ya kufanya tathmini ya athari za kimazingira na kijamii kwa miradi inayotekelezwa au inayotarajiwa kutekelezwa. Lakini tunatoa elimu kuhusiana na tozo na ada ambazo zinalipwa na baraza. Lakini tunapokea maoni na ushauri mbalimbali. Tunatoa pia elimu au tunapokea malalamiko yanayotokana na kelele kwenye maeneo mbalimbali ambayo wananchi wanaishi. Naitwa Daria Leonard, natokea kwenye kampuni inayoitwa Electronic Waste Solutions Limited. Kwanza napenda kuishukuru NEMC kwa kutupa nafasi ya kushiriki maonesho ya Sabasaba 2026. Tunashirikiana na NEMC katika kulinda na kutunza taifa upande wa mazingira. Sisi tunashughulika na taka za kielektroniki, nikimaanisha vifaa vyote vinavyotumia umeme ambavyo tayari vimeshaharibika, havifai tena kwa matumizi. Tunachokifanya, tunakusanya, tunasafirisha kutoka sehemu ambayo tumechukulia hizo taka na kupeleka kiwandani kwetu. Process inayofuata tunafanya dismantling, nikimaanisha kwamba tunafumua vitu vyote kwa kufanya sorting. Tunapata plastiki, tunapata metal, tunapata silver, gold pamoja na copper. Baada ya hapo tutatenganisha taka. Tutatenganisha plastiki, tutatenganisha metal, silver, copper pamoja na gold. Lakini pia tunatoa huduma ya kuharibu data ambazo zinakuwa kwenye hard disk hii hapa kwa kutumia digauza mashine ambayo ni hii hapa. Hii ni digauza mashine, kazi yake ni kufuta au kuharibu data ambazo zinakuwa kwenye hard disk. Lakini pia tunashirikiana na NEMC kwa kutoa mafunzo na elimu kwa wananchi kwamba hizi taka za kielektroniki ni fursa, hazipasi kutupwa wala kuchomwa moto. Tunza mazingira, linda taifa. Habari, kwa jina naitwa Frechi Chilambo kutokea Chilambo General Trade Company. Niko na mwenzangu Emmanuel Mtui, tunafanya kazi ya handling na management ya taka za electronics ambazo sisi tunafanya kama recyclers ama tuna collect hizi taka ambazo ni taka hatarishi katika mazingira ya binadamu.
Kama unavyoona hapa leo katika maonyesho ya Sabasaba tumekuja na huu mkeka. Huu mkeka, hii ni material ambayo imezalishwa na haya mabetri ambayo haya mabetri yanazalisha plastiki ambazo hizi plastiki zinaweza kutengeneza huu mkeka na kutumika katika majumbani na kutumika katika matumizi mengine. Na hizi ni baadhi ya circuit board ambazo zinapatikana kutokana na hizi taka za kielektroniki, kwa sababu taka za kielektroniki zina life cycle. Life cycle maana yake ni kwamba taka zinapokuwa zimetumika na zinapofikia muda wake wa kuisha katika matumizi ya kawaida. Ndio hizi hapa ni baadhi ya kadi kama unavyoona ambazo zinapatikana kwenye kompyuta, TV, laptop. Kama unavyoona hizi ni baadhi ya kadi tunazozipata na tunavyosafisha mazingira yasiweze kuleta madhara kwa binadamu na viumbe hai. Kwa hiyo karibuni sana muweze kujifunza na muweze kujionea ni jinsi gani tunavyosafisha mazingira na kuyaacha katika mazingira yakiwa katika hali salama na safi. Karibuni sana na pongezi sana kwa NEMC kwa kutuwezesha sisi kufika mahali hapa na kutusaidia katika mambo ya guidance na usimamizi wa masuala ya mazingira na viumbe hai. Nashukuru sana, karibuni sana jamani. Kwa majina anaitwa Andrew Richard Ugolole, ni afisa wa NEMC na ni mkaguzi wa mazingira. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nitumie nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote mje mtembelee maonyesho ya Sabasaba. Leo ni tarehe 7 na huku hali iko ni shwari na kuna amani kabisa na watu ni wengi kabisa. Lakini pia mkifika kwenye maonyesho ya Sabasaba usiache kutembelea kwenye kijiji chetu cha mazingira. Kuna kijiji cha mazingira hapa, banda letu la NEMC. Tunawakaribisha na tunawaambia tunza mazingira, linda taifa. Karibuni sana wananchi. Lakini pia ningependa niwafahamishe kwamba NEMC ndio ni taasisi ya serikali iliyo chini ya ofisi ya makamu wa rais ambayo inasimamia mazingira nchini. Na tunaposema mazingira tunamaanisha maji, hewa na udongo na viumbe vilivyomo ndani. Kwa hiyo sisi kazi yetu NEMC ni kuhakikisha kwamba kila anayefanya shughuli nchini humu anaweza kukidhi viwango vya mazingira. Ili kujua mtu anachafua mazingira au hachafui mazingira, ni lazima tuweze kupima hayo mazingira yake. Kama anatiririsha maji, basi tupime. Kama anazalisha hewa chafu, tupime. Kama anazalisha kelele, tupime. Tukipima tunalinganisha na viwango vya mazingira vilivyoainishwa kwenye sheria. Tunazo sheria kuu 3, sheria ya kanuni za viwango vya udongo, tunao sheria ya kanuni za kelele zilizozidi viwango, tunao pia kanuni ya hewa ambayo imeweka viwango vya mtu anazalisha hewa chafu. Kwa tunapima na tunalinganisha kuona kwamba je, huyu mtu amekidhi vigezo. Lakini pia NEMC tumeboresha huduma zetu. Tunayo mobile laboratory hapa. Hii mobile laboratory inao uwezo wa kupima hivyo viwango nilivyovisema hapo, na tukikubaini kama mazingira yamechafuka au unazalisha uchafu ambao umezidi viwango, basi tunakuchukulia hatua. Kwa hiyo nitoe rai kwa wawekezaji wote nchini wanaofanya shughuli mbalimbali, wanaofanya shughuli zao wazingatie sheria ya mazingira na kanuni zake, ikiwemo kanuni za viwango. Na kuna swala zima la kufungia baadhi ya mababu ambazo zilikuwa zinaenda kinyume na taratibu. Hii imekaaje kwa mwaka huu? Umezifungia takriban? Kwa kweli tumeendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na ni baadhi ya shughuli nyingine zilizozidi viwango tumefungia nyingi, tumezichukulia hatua nyingi. Naposema kufungia maanisha kuna upande wanafungia, lakini hapana. Tumekagua baa nyingi na baadhi ya fasiti nyingine nyingi, na tumepima kabla ya kuchukua hatua. Tunapima sauti kuona je, hii sauti imevuka vile viwango vya kimazingira. Tunachukua hatua, na tunapochukua hatua zina level zake. Unaweza ukampa onyo kwa barua, unaweza ukamwandikia adhabu ya kulipa faini, lakini pia unaweza ukamfungia ukiona huyu mtu anarudia. Vivyo hivyo kwa
mtu anayefanya uchafuzi mwingine, sio kwenye kelele tu, hata anayechafua kwenye moshi, anayechafua kwenye hewa, tunachukua hizo hatua hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa baa tumeshazikagua na tunaendelea kuzikagua, na mimi nitoe rai kwamba wale wanaofanya hizo shughuli ambazo zinazalisha kelele basi wazingatie kwamba wasizalishe kelele ambazo zinapitiliza viwango. Tunayo kanuni ambayo inaongoza kuzuia kuelezea hizo kelele. Kanuni hii inasema hivi: kwenye maeneo ya makazi viwango vya kelele wakati wa mchana inatakiwa visizidi desibali 50 na wakati wa usiku visizidi desibali 35. Ukisema usiku maana yake nini? Usiku kwa mujibu wa sheria yetu ya kanuni ya kelele ya mazingira inasema kwamba usiku unaanzia saa 4 mpaka saa 12 asubuhi na mchana unaanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale wanaofanya shughuli zao wahakikishe wanapopiga miziki yao basi wafuate zile taratibu ambazo zimeainishwa kwenye leseni zao, ikiwemo taratibu za kudhibiti hizo kelele za kelele zinazozidi viwango. Na serikali haina nia mbaya ya kusema kwamba labda inafungia. Kelele zilizozidi viwango zina madhara sana, zina madhara kiafya na kwa jamii kwa ujumla. Mathalan, kwa mfano, kelele zinaweza zikaharibu masikio kabisa, mtu asisikie kabisa, lakini pia kelele zinaweza zikaleta usumbufu kwenye jamii, wanashindwa kufanya shughuli zao vizuri. Mtu asipopata usingizi vizuri mchana, anaamka na uchovu, anashindwa kutekeleza shughuli zake. Lakini kelele zilizozidi viwango zinaweza zikaleta hatari kwa wale wagonjwa ambao wanahitaji utulivu na wanahitaji wapate muda mzuri wa kulala na kupona. Kelele hizi zinaweza zikaleta sababisha magonjwa ya moyo, mtu akapata magonjwa ya moyo yakamletea shida huko baadaye. Kwa hiyo niendelee kusisitiza na kuwaomba wananchi na watu wote wanaofanya shughuli wahakikishe wazingatie hizo sheria zetu zinazoongoza. Hii gari ni maabara inayotembea, na gari hii ina vifaa vya kupima maji machafu yanayozalishwa, ina vifaa vya kupima hewa chafu inayozalishwa, ina vifaa vya kupima sauti zilizozidi viwango. Kwa hiyo ni maabara inayotembea. Kawaida huwa tunapowahudumia wateja wetu au wawekezaji wetu nchini, tunawapa masharti kwamba unapofanya shughuli zako uhakikishe maji unayozalisha yanakidhi viwango fulani, uhakikishe unayozalisha yanakidhi viwango fulani, uhakikishe sauti unayozalisha yanakidhi viwango fulani kwa mujibu wa sheria zilivyoelekezwa. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba tunawatembelea wadau wetu na kuwakagua, lakini pia tukipata malalamiko kutoka kwa wananchi, basi gari inaweza ikaenda kwenye eneo husika, tukachukua sample kidogo, tukapima na tukapata majibu hapo hapo, na tukamchukulia hatua yule ambaye tukagundua kwamba kweli ameenda kinyume na utaratibu ambao tumejiwekea.